Neema na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziweze kuwa pamoja nanyi ndugu zangu. Ni mimi Mwalimu Francis Ndacha na nina habari nataka kufikisha kwako. Nina habari nataka kufikisha kwako. Kwa hivyo tega sikio nikupe habari. Na habari hii ninaitoa kwanza kwenye kitabu cha barua ya Yohana ya 3. Barua ya Yohana ya 3:1 mstari wake ni wa 2. Inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako inavyofanikiwa. Kama kuna jambo ambalo dunia inaendelea kusononeka na kuwa na shida, ni kuwarudishia watu afya waliodhoofika. Watu wengi waliodhoofika, dunia imeshindwa kusuluhisha tatizo linaloitwa tiba. Na watu wengi wamepoteza uhai na kuwafanya watu wengine kuwa walemavu ni kwa sababu ya kutumia tiba baya, tiba isiyo na faida kwa mwanadamu. Biblia inasema katika Ufunuo 13 mstari wake ni wa 1, ya kwamba kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vireba 10. Na juu ya pembe zake ana vireba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Wakati napoogelea mnyama huyu na kupata picha yake kamili, huwa nataka sana kila mmoja aweze kupata picha hii. Na hili halihusiani na dini na halihusiani na dhehebu, kwa sababu watu wanaougua, watu wanaoteseka, watu ambao wana wapendwa wao wana maumivu, haijalishi ni Muislamu, haijalishi ni Mkristo, ni Buddha au ni Hare Krishna au ni kafiri, bora ni mwanadamu, anahitajika awe na afya nzuri. Na kama wewe una familia, uweze kutumikia familia yako. Kuna watu ambao wanaingia kaburini hawajamtumikia hata mzazi, kado na kwenda kumtumikia Mungu, hata mzazi mwenyewe hawajamtumikia. Na kwa sababu kuna wahubiri wa uongo wameinuka katika siku za mwisho, wanawadanganya watu ya kwamba huyo mtu amechukuliwa na Mungu. Kwa hivyo leo mahubiri yanahubiriwa kana kwamba Mungu ni muuaji. Lakini nataka niwaambie, wauaji wakubwa ni kila mmoja anayeishi maisha yenye kumletea maradhi, yenye kumletea magonjwa. Leo tuko na magonjwa ya zinaa. Hivi nataka nikuambie, mtu yoyote ambaye amepata ugonjwa wa zinaa atatuambia amerogwa? Atatuambia amerogwa mtu ambaye aliyepata ugonjwa wa zinaa? Mtu ameenda akaokota ukimwi wakati anapofanya zinaa, atasema ya kwamba amerogwa? La hasha, la hasha. Huo ni ugonjwa unaotokana na zinaa. Lakini sio kila mmoja anayepata ukimwi ambaye alikuwa anafanya zinaa. Kuna wengine ambao wameletewa na wapendwa wao, na wengine pengine wakakutana na damu ambazo ziko na virusi. Lakini pia kado na magonjwa ya zinaa, kuna magonjwa kama vile kansa, kuna magonjwa kama vile pressure, kuna magonjwa kama vile H. pylori, kuna magonjwa kama vile magonjwa ya vidonda vya tumbo, na pia kuna magonjwa kama vile magonjwa ya hemorrhoid.
kuna magonjwa kama vile magonjwa ya viungo vya mwili. Nataka nikueleze kitu kimoja na ninaomba unisikilize. Waafrika ama wanadamu duniani wamechukuliwa akili zao na wazungu, na wazungu hawa wanafanya kazi wakiwa wameandikwa kazi na mnyama yule tumemsoma kwenye Biblia. Kwa hivyo mnyama huyu, kwa sababu anamtumikia shetani duniani, mnyama anawakilisha ufalme. Mnyama anawakilisha ufalme. Kwa hivyo ufalme unaotawala dunia kwa sasa ni ufalme ambao shetani anauongoza. Sitamtaja mtu, lakini nataka nikuambie kwa mujibu wa Biblia, ufalme unaotawala dunia sasa shetani anautumikia. Kwa hivyo tunapotegemea dunia itupe amani, tunapotegemea dunia itupe tiba ya kweli, baadaye tunajipata hatujapona. Niko na andiko hapa katika kitabu cha Yeremia, kitabu cha Yeremia 46 mstari wa 11, ambaye nataka tusome. Inasema hivi, 46 mstari wa 11, kitabu cha Yeremia: pada uende Gileadi ukatoae zeri, binti bikira wa Misri. Unatumia dawa nyingi bure tu, hupati kupona kamwe. Kuna watu ambao wakitembea wana madawa mfukoni, wanameza madawa one times milele. One times milele. One times milele ni kuwa unameza dawa mpaka siku ya kufa. Sasa ina maana ya kwamba dawa hiyo haijakupa kupona, haijakufanya upone. Zaidi ya yote, kuna watu wanatumia maelfu, mamilioni ya pesa wakiwatafutia wapendwa wao dawa zenye wanameza lakini hawajapona. Unaona hiyo? Kuna watu ambao leo wanateseka na magonjwa ambayo hawajaweza kupata tabibu au hawajaweza kupata tiba ya kweli. Na kwa sababu watu wameaminishwa, mpaka mtu aongee kizungu, mpaka mtu awe na PhD, mpaka mtu awe na masomo ya hali ya juu, wameaminishwa watu ya kwamba hao watu ndio wanayeweza kutoa tiba ya kweli. Nina changamoto, ninatoa challenge katika hiyo. Mimi ninapokuwa nikiwa mdogo, tulikuwa na watu ambao tulikuwa tunawaita waagui, ama tulikuwa tunawaita mababu na manyanya zetu. Walikuwa na tiba ya kweli. Kuna mama mzee na babu yangu mimi mwenyewe, wakati anapokufa na miaka yake aliyokufa katika uzee, alikuwa na meno yake yote, hakuwa ameng'oka meno hata moja. Na walikuwa wanatutibu kama ungeumwa na jino, walikuwa wanaenda kwa shamba, wanakuja na pengine tawi fulani, alafu wanakoroga, wanatutibu. Unapata ya kwamba wanatibu jino haliwezi kuuma tena, wanatibu linapona. Lakini leo wewe, sitaki kudhoofisha masomo ya mtu, lakini kuna mwingine atakwambia ng'oa jino, kama vile ambavyo nilipokuja na kuumwa na jino baadaye na kwenda sehemu, ndio nikapata ya kwamba nimeambiwa hii jino lazima ing'olewe. Lakini kule nyumbani tulikuwa tunatibiwa na hao mababu zetu, lakini walifariki dunia, hawako tena. Hivi walikuwa wamesoma PhD ngapi? Hivi walikuwa na elimu ngapi? Lakini walikuwa na elimu ya kweli ya tiba. Na kuna watu watakubaliana na mimi ya kwamba ima ni Wajaluo, ima ni Wakalenjin, ima ni Wakisii, au katika kabila yote, lazima kulikuwa na watu ambao
walikuwa na ujuzi wa kutibu watu, lakini wamefariki dunia, hawako. Sasa tuko na kizazi kingine, sasa tuko na kizazi kingine leo ambacho ni kizazi kimeiga watu wa Bali. Wanavaa kama watu wa Bali, wanakula kama watu wa Bali. Yaani watu wameiga vitu vya zamani, vitu vya kigeni, nguo za kigeni, madawa ya kigeni, nini za kigeni, mambo ya kigeni. Haya mambo ya kigeni baadaye hayana suluhisho. Unaona mtu anatumia dawa za kumeza za ugonjwa wa pressure, baadaye unasikia ya kwamba ini limeharibika. Anatumia dawa ya pressure, unasikia figo imeharibika, ini limeharibika. Kwa sababu dawa zinazotumika leo, kuna madawa mengi ambaye yanatumika ya kemikali. Wanatengeneza kemikali, wanatengeneza dawa yenye unameza. Lakini utapata ya kwamba vile ambavyo unavyomeza dawa inaendelea kuharibu zaidi. Kwa hivyo kuna madawa ambaye Mungu angetaka watu waweze kujua elimu yake, na madawa haya yanapatikana Gilead. Gilead kwa leo ni sehemu ambayo ina vitu vya kawaida tu ambavyo vinalimwa shambani, vitu ambavyo vinatumika mahubiri ya Mungu. Na ndio maana tumefungua sehemu inaitwa Sanitarium. Sanitarium, hatuwezi kuwa na mahali pa kuweka maiti. Unajua leo unaweza ukaweka hospitali alafu ukaweka mochari. Ina maana ya kwamba wewe unaamini ya kwamba watu nao watibu watakufa, lakini tunaamini ya kwamba watu watapona. Kwa hivyo sisi hatutakuwa na mochari, tutakuwa na sanitarium yenye inakaa kama nyumba, kama sehemu tunakaa, lakini hakuna barua yoyote ya serikali inayohitajika tuwe nayo ambaye hatutakuwa naye. Kwa hivyo hatutafanya kitu ambaye ni cha siri. Tutakuwa na barua zote, lakini dawa tutakazozitumia, kitu ya kwanza tutatumia chakula kama dawa. Maana wale watu ambao wamekosa kula chakula kama dawa, sasa wanakula dawa kama chakula. Wanakula dawa kama chakula, maana walikosa kula chakula kama dawa. Watu ambayo wako Ulaya, watu ambayo wako Uarabuni, watu ambayo wako sehemu yoyote ya dunia, wanahangaika juu ya maradhi, wanahangaika juu ya magonjwa. Lakini nataka niwaambie kuna suluhisho ya kupata tiba ya kweli. Na kama ningekuwa mimi ni kama wale wachungaji wanaotafuta utukufu kwao, leo ningekusomea message nyingi, leo ningekutolea sauti nyingi, alafu tukazikiza kama ushuhuda ya watu ambao wamepona kwenye tiba ya kawaida. Tiba ya kawaida, hizi vitu unavyoona hapa, nitakuelezea kuhusu tiba hizi. Hapa hakuna tiba yenye iko na kemikali. Hakuna tiba yoyote iko na kemikali hapa. Lakini hapa kuna tiba ya kweli. Lakini kwa sababu wewe umeaminishwa tu dawa za kizungu, kuelewa hii itakuwa ni ngumu kwako. Ni neema ya Mungu tu ikusaidie. Ni neema ya Mungu ikusaidie kuelewa. Lakini nakuombea Mungu, nitakapokuwa naeleza, Mungu akusaidie uelewe. Na mimi kama kuna kitu ambacho ningependa, kwa sababu hizi sio vitu vinatoka Ulaya, ni vitu vinatengenezwa, zingine hapa Kenya na zingine hapa Tanzania. Zinatengenezwa hapa. Si ati ni vitu zinatengenezewa Bali. Ni vitu vinatengenezewa hapa, na ni vitu ambavyo tunakaa navyo. Kama ingewezekana, na ninataka niweze kupanga mpango huo, tuweze kuwapata walio na elimu hii, alafu wawe wanatufanyia semina kila wakati, ili wewe ukiwa ndani ya nyumba yako
Ukiwa katika sehemu unayoishi, unaweza ukaishi na ukajitengenezea madawa kwa ajili ya magonjwa yanayokusumbua. Tuelewane hivyo. Lakini si wote hata wanaweza kukubali. Wengine hata nikiweka somo, unajua nina posti katika Facebook yangu ya kwamba ugonjwa ni huu na unatibika. Ugonjwa ni huu na unatibika. Wengine wanamalizia kuniita wewe ni mganga, umekuwa mganga. Sasa wakidhani wananitusi, nawaambia ni kweli, mganga ni mtu mwenye anaweza kukutibu ukapona. Kwa hivyo kama mimi ni mganga ni sawa, hilo jina umetumia ni halali kwangu. Maana ninafurahi ukiniambia wewe una ugonjwa wa H. pylori, ninakupa dawa unapona. Ninakupa dawa unapona, lakini dawa yenye nakupa haina kemikali, haiwezi kukuharibu wakati unapoitumia. Maana kuna watu wengi wanatumia dawa zinawaharibu badala ziwaponye. Sasa hapa katika Yeremia 8 mstari wa 20, naomba niweze kusoma alafu nikuelezee kuhusu dawa hizi. 8 mstari wa 22. Katika Yeremia 8 mstari wa 22 nasema, je, hapana zeri katika Gileadi? Hapana zeri katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Kwa hivyo kuna kitu ambacho Mungu anataka afya kurejea. Wewe ni mgonjwa uko na pressure, utarejea. Wewe ni mgonjwa uko na TB, itarejea. Wewe ni mgonjwa uko na magonjwa ya mifupa, itarejea. Kwa sababu Mungu amesema tukienda Gileadi na tutafute zeri, tutapona. Tutapona. Wewe uko mgonjwa wapi? Ni ugonjwa gani unakusumbua? Saa hii tunatafuta pesa ya kupeleka mahubiri Kisumu, kupeleka mahubiri Namanga, kupeleka mengine Silali. Hatuna pesa. Lakini wewe pesa zako nyingi unatumia kwa dawa. Wacha mara moja. Wacha mara moja. Na ninataka unijaribu. Unajua kuna watu ni wabishi tu. Nijaribu. Kama wewe ni mgonjwa, wewe nijaribu. Ndio usikie kama naongea porojo ama ninaongea vitu vinavyomaanisha. Nijaribu. Usikuwe mtu wa kupinga tu. Usipinge. Wewe jaribu. Kama ni mgonjwa leta. Kama una mgonjwa leta. Kama una mgonjwa niambie, nikutumie dosi yake. Uniambie kama wewe hata rudiwa na afya yake. Na niko na ushuhuda mwingi. Niko na ushuhuda mwingi. Ushuhuda niko naye. Wale wanataka ushuhuda wanitafute inbox niwape. Nitawapea ushuhuda ya watu ambaye wamepona. Kwa hivyo baki hapo wewe na kutokuamini kwako. Maana kutokuamini kwako kumekufanya kuwa mateka washinda. Shida uko nazo wewe ni kwa sababu ya kutokuamini kwako. Hata saa hii ninapochukua muda huu nikueleze bado wewe uamini. Unaona? Lakini kama wewe utanisikiliza kwa makini, nataka nikuambie kuna tatizo uko nayo na utatoka kwenye hiyo tatizo milele. Ngoja nianze kukuelezea. Hii inaitwa Bodyguard hii. Hii Bodyguard pale Nairobi CBD karibu na msikiti wa Jamia. Kuna mtu wako hapo alinisikilizaga zamani nikiongea, akawa na shida ya maumivu ya mgongo. Ametumia hizi mbili tu na hiyo shida imekuwa shida yake kubwa sana. Sasa hivi ako huru. Anaweza akafanya kazi yake, anaweza akaendelea na mambo zake, na alitumia dawa hizi mbili. Hii Bodyguard. Moja ni shilingi 1000 hii. Moja ni shilingi 1000. Alitumia ya kwanza, akatumia ya pili na akatoa ushuhuda. Akamtuma mama fulani na yeye akamwambia, "Eda, mimi nilipona." Hiyo nimekuwekea hapo. Nimekuambia ina ushuhuda wake na nimekuambia mahali huyo mtu wako, igawa sijasema ni nani. Sasa kutoka hapo ni kwa akina mama. Akina mama
Kuna akina mama wanachukua nywele za kununua kwa duka, wanaenda wananunua nywele ya duka, wanakuja wanaongeza kwenye nywele zao, kitu ambacho Mungu amekataa. Ukiwauliza wanasema nywele yetu haikui kubwa, na kama sitashuka inakatika. Sasa haya ni mafuta. Mimi nataka nikuambie, na sikuambii hivi nikutapeli ama nikuibie. Hii mafuta hii, haya mafuta haya yanakufanya nywele yako kuwa ndefu na yenye afya. Yaani nywele yako haikatiki tena na inaendelea kuwa ndefu, na sio pesa mingi. Ukihitaji utanitafuta. Kama wewe ni akina mama, wewe ambaye una shida ya nywele kukatika, kuja uchukue hii uniambie kama itakatika tena. Afadhali sasa ukuwawe umenunua unasema kwamba nilipaka na nikarudia tena nikapaka na haikusaidia. Sasa utakuwa sasa una make sense, unamaanisha kitu. Hapa bado niko kwa akina mama. Akina mama, kama kuna sehemu yenye unatakikana kuangalia iwe na usafi na iwe sawa, ni sehemu ya tendo ya doa. Tendo ya doa. Unajua tendo ya doa ni nini kinachofanyika kwenye tendo ya doa? Kama kuna kitu wanaume hawataki, ni harufu wakati wa tendo ya doa. Kama wewe ni mwanamke, wakati wa tendo ya doa unatoa harufu fulani, unatoa harufu wakati wa tendo ya doa, ujue wewe ni mgonjwa. Tendo la doa ni tendo linalofaa kuwa tendo safi. Wale wote ambaye mko na shida, wamama mlio na shida. Unajua watu wanajifanya ati sasa hawezi kusema kitu na wewe ni mgonjwa. Unajua kuna watu wengine mtu amegojeka kwa sababu amegojeka huko chini. Sasa anasikia ati anasikia aibu. Unasikia aibu na wewe ni mgonjwa. Unatakikana hadi unaona daktari unamtolea paka nguo kwa sababu wewe ni mgonjwa. Unamtolea nguo. Kwa hivyo usije ukaibika. Hii peke yake unaweza kutumia na watu wengine kadhaa. Huwezi maliza hii. Na itakusafisha na kuambia mama. Itakusafisha, hakuna harufu utakayesikia hata kidogo. Utaniambia baadaye. Ukihitaji mimi nipo. Kama wewe una shida ya kutoa harufu katika sehemu yako ya siri, nitafute. Sijali kuitwa mganga. Bora utachukua upone, wewe wacha wenye kuniita mganga waendelee. Hiyo mimi sijali. Mimi nilizoea kutukanwa, kukejeliwa. Sasa hiyo huwa naona kama ni chakula yangu. Hii nayo ni kwa wale watu ambaye wako na kikohozi. Kikohozi, unakohoa. Unasikia yani magonjwa yale ambaye ni ya kukohoa, ya kifua, ya mapafu, chest. Hiyo. Hizi dawa mbili hizi zitakusaidia sana katika magonjwa hayo yale yako kwenye chest. Sijui kama ningeweza kusoma kadhaa kama zimeandikwa. Bronchitis, inaitwa smoker chest. Wale watu ambao wametumia sigara sana, na wale watu wako na asma. Kama wewe uko na asma, nitafute watu wa asma. Watu ambao mko na asma, mko na mashida ya kifua, jo,
Jo, wachana na wale watu ambao ni wa kuogea tu vitu baya. Unajua watu sasa, watu kwa kuogea baya wewe hawakubali watu wengi. Lakini nataka nikuambie hizi dawa hazina kemikali hata moja, hazina kemikali. Zimetengenezwa na mambo ya kawaida tu na zitakusaidia utapona. Wale wako na asma ndio hiyo. Kuna wale ambaye wako na kitu naitwa UTI. UTI. Hii ni dosi ya UTI. Wale ambaye mko na UTI, usiende mahali pengine, kuja tafuta hizi dawa za UTI na utaweza kupona. Dawa za UTI utaweza kupona. Hiyo ni dosi yake, UTI. Dosi ya UTI. Tukija hapa, tunakuja katika dosi ya ugonjwa ambao unaitwa H. pylori. H. pylori na ulcers. H. pylori. Wale ambaye mko na shida ya H. pylori, hapo kuna dosi yako. Kama uko na H. pylori, karibu utaweza kupata dawa. Tukija hapa, tunarudi tena kwa akina mama. Kwa akina mama. Kwa akina mama kuna kitu naitwa fibroid. Fibroid. Fibroid ni ugonjwa wa vitu ambavyo vinamea huko ndani. Akina mama ambayo mnajua hizo vitu ambazo zinamea. Watu wengine wanamalizia kwenda kuchinjwa. Watu wengi wanamalizia kwenda kukatwa huko ndani. Sasa naomba ya kwamba uweze kunitafuta. Tutatibu fibroid zako, zitapona. Lakini inawezekana usipone kwa sababu wewe bado unajaribu. Inawezekana. Haiwezekani. Hiyo usikuje hapa kujaribu. Uje ukijua ya kwamba unakuja kupona. Fibroid utapona. Na wanaume hemorrhoid mtapona. Kuna ile ambaye inaitwa hemorrhoid ambayo ukienda kwa choo wakati unaenda haja kubwa, kuna nyama fulani inatoka. Wakati mwingine damu. Ukienda kwa choo, ukienda kwa haja kubwa, nyama inatoka. Kuna dawa yake. Hiyo dawa yake unakalia siku 10. Na mimi ni mwenye kutoa ushuhuda huyo. Maana nilikuwa naye na nikafanyiwa operesheni 2, lakini 2 zilitoka na zikakuwa kubwa sana. Nilikuwa siwezi kutoka kitanda nikatembea. Dawa hiyo nilikalia. Siku ya pili nilikuwa nimetoka kwa kitanda. Na kumaliza siku 10 nilikuwa sina hemorrhoid. Fibroid, wamama mnitafute wale ambaye mko na fibroid. Wale wamama mko na fibroid, mnitafute. Wamama ambaye mko na fibroid, mnitafute. Hapa kuna dosi yenu ya fibroid. Alafu kuna wale ambaye ni wamama wako na vitu inaitwa infections. Unaona infection hizo. Wamama walio na shida ya vitu kama hizo. Alafu wale ambao hawajaweza kuwa na kitu naitwa nini? Hormones zao. Unapata ya kwamba ile mgeni wake wa kila mwezi hawezi kujua anakuja saa ngapi, maana ni shakara bagala. Unaona? Hizi zitakufanyia kitu inaitwa nini? Zitakubalanzia hormones zako. Na kama una vidudu, una vitu ambavyo vinasababisha, hii itakuoshea kabisa. Wale wa mama mko na shida kama hizo, mkinitafuta bado mtaweza kupona. Na pia mjue ya kwamba pale kunaitwa nini? Pale kunaitwa, ukipita Mlologo mbele hapo kunaitwa Kitengela. Hapo Kitengela tunaanza rasmi kuwa na sehemu ya Centarium. Wale watakuwa wanatutembelea pale, mtakuwa mnatutembelea hapo. Tutaweka madaktari wenye wamegombea kwenye hizi vitu. Mtakuwa mnawapata hapo. Sio mimi, tutawaweka wale ambao wamegombea, ambao wamenielezea na mimi nimekuja kuwaeleza. Tunaelewana? Wale ambao mko na shida ya mifupa. Wale ambao mko na shida ya mifupa, joints, mgongo inauma. Migongo inauma, joints ziko na shida. Dawa zenu ziko hapa.
zitaweza kuwarudishia afya yenu, zitaweza kuwarudishia afya yenu. Inaitwa good heart. Good heart. Kuna watu ambaye moyo wao umekuwa na shida, kwa hivyo hii inakurejeshea moyo mwenye afya. Wale ambaye mko na pressure, bado hapa kuna dawa ya pressure ambaye itaweza kuwasaidia, na wale ambao mumezoea kupiga mswaki na dawa zingine, dawa ya kupiga mswaki meno zako iko hapa. Dawa ambaye haina kemikali, unaweza kuitumia kwa ajili ya afya ya meno zako. Sasa mimi ni mjumbe, nimefikisha ujumbe. Wewe ndio utakayeona kama utafuata ujumbe ama utaacha. Shalom na Mungu awabariki.